Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni sheria ya kutaifisha mali kufutwa. Mwigulu aeleza sababu, ahimiza kulinda amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wasira, vyama vingi visiharibu amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Bilioni 19 kujenga miundombinu sekondari 65. Habari katika ukurasa wa 8. NMB yapata bilioni 468 mikopo ya biashara kilimo. Habari katika ukurasa wa 8. Viongozi wa dini, siasa, ushauri maridhiano, waeleza ya kuzingatiwa kupata mwafaka, wataka ushirikishwaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 gazeti hili. Vijana wahadharishwa siasa za chuki, propaganda za mitandaoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mpango wa bilioni 120 kuinogesha Dodoma. Habari katika ukurasa wa 17. Wananchi wahimizwa kuacha kuamini ushirikina. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kilio mawakala wanavyopigwa. Uchunguzi wa Mwananchi ufichua wanavyonasa kwenye mitego mipya ya matapeli. Wengi wajikuta kwenye mizigo ya madeni. TCRA BOT yataja sababu sheria zinavyokiukwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Siri wanahisa kutaka kubaki na Dr. Nsekela. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mwigulu, sheria kutaifisha mali ni kichaka, Rais Samia kuifuta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Ndugu ya Dr. Mwigulu Nchemba anasema si tu kumkamata mwananchi mwenyewe, hata kukamata vitendea kazi. Unakuta jambo linahitaji tu faini, je, mnakamata kitendea kazi? Unakuta kijana anafanya shughuli yake ya bodaboda, baiskeli au gari, ndio amefanya kosa, mnashikilia bodaboda, imekuwa ya kwenu, si madai, fine kama sheria inavyosema. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Kero za mazingira zinavyofifisha ndoto za elimu shule ya darajani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mama alivyouza shamba kumtolea figo bintie. Habari ni katika ukurasa wa 18. Katika kijiji cha Nyarikungu wilayani Magu mkoani Mwanza, maisha ya Rosemary Mtiro mwenye umri wa miaka 63 ilikuwa kawaida ya mwanamke mtafutaji riziki kupitia kilimo, lakini ndani ya miaka michache maisha yake yalibadilika. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 18 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.
Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Wasira, wahusika vurugu za Oktoba wachukuliwa hatua, ataka iwe kabla ya kuanza mchakato wa maridhiano, ampongeza Rais Samia, asisitiza vyama vingi isiwe sababu ya kuanzisha vurugu kuvunja amani. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania sisitiza kutekeleza ajenda mpya ya miji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Madaktari bingwa wa ajali Mloganzila wanolewa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kabudi, matukio Oktoba 29 sio utamaduni wetu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mpango mkakati miaka 5 kuimarisha uongozi Afrika. Habari katika ukurasa wa 3. Watakiwa kusimamia upatikanaji wa chakula shuleni. Habari katika ukurasa wa 2. Trump, Shin ataka Hormuz ifunguliwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Mlipuko wa Ebola DRC na umuhimu wa tahadhari EAC. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Na gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema ya washa moto katiba mpya, maelfu wajitokeza wachangia fedha kuendesha chama bila ruzuku. Heche Mnyika Lema Sugu waunguruma kuhusu haki na maridhiano. Bagonza sema mikutano ya amani ni ishara ya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Kilichojiri Oktoba 29, Wasira wahusika wa vurugu wapatikane kisha turidhiane. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. CRDB yapa wanahisa waomba Nsekela baki. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Jaji afichua mabilioni yanavyopotea baada ya umiliki kufariki. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Vijana wadai uhuru wa kufikiri na kuchambua. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Oktoba 29, 2025, Wasira waliofanya vurugu wapatikane, ampongeza Rais Samia kuunda tume kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, asema uwepo wa vyama vingi sio sababu ya kuanzisha vurugu kuvunja amani iliyopo nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Kiongozi akerwa na watu wanaobeba ajenda za wahovu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. SDMT SMZ zageukia fursa ile kiuchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Uwekezaji sekta ya afya waibua madaktari. Habari katika ukurasa wa 6. Dr. Mwigulu amrejeshea faraja mkazi wa mkoa wa Kondoa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kurejeshwa mara moja kwa vitendea kazi vya mkazi wa Kondoa Mohamed Hassan ambavyo vilikuwa vinashikiliwa na polisi zaidi ya miezi 4. Wanachua wawili wafa maji Unguja. Habari katika ukurasa wa 20. NMB yafadhiliwa mabilioni ya kuinua kilimo jasiriamali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika striker ataweka Simba, Chama awasha moto, dabi ya 5 inukia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Matokeo ni Simba 4 TRA 0. Nusu fainali ni Yanga dhidi ya Azam FC, Coastal Union dhidi ya Simba Sports Club. Hesabu mpya Yanga ishu mnyeto ya mwibua kocha. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mwamba Bruno kiungo Man United Bruno Fernandes abakisha dakika 90 tu kuweka rekodi mpya EPL. Habari katika ukurasa wa 20. Matokeo ni Manchester United 3, Nottingham Forest 2, Brentford 2, Crystal Palace 2, Wolves 1, Fulham 1, Everton 1, Sunderland 3. Teachers Star na heshima ya muziki wa dansi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Serengeti Boys yafuzu kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 10. Matokeo kwa Tanzania 3, Angola 0. Gazeti hili pia limeandika ratiba EPL Jumatatu ni Arsenal dhidi ya Burnley saa 4 kamili usiku Emirates, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa 2. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Uhuru kweli daima. Habari za michezo na burudani lenyewe limeandika Tanzania raha tupu. Tanzania imeendelea kung'ara kimataifa baada ya timu ya taifa ya wavulana wenye umri wa chini ya miaka 17 Serengeti Boys kupata ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya Angola katika mashindano ya kuwania kucheza kombe la mataifa Afrika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Gazeti limeandika Yanga kinyonge
Azam Simba zaifuata, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Tanzanite ilivyofuzu kombe la dunia 2026, habari katika ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika nizamu ya Rio Ferdinand Tanzania, habari katika ukurasa wa 23. Anton Joshua ujio mpya ulingoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Gazeti hili limeandika Casemiro agwa rasmi. Mchezaji wa Manchester United Casemiro jana ameagwa rasmi, ataondoka kikosini mwishoni mwa msimu huu, habari katika ukurasa wa 22. Gazeti hili limeandika Tanzania MOU safi kikapu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Na gazeti Uhuru linakamilisha dukuzi hapa toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.